diwani wa kata ya Nyamagana. Tuko hapa kwa lengo moja tu katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kama mnavyoshuhudia, tuko kwenye daraja la Milongo na tuko kwenye daraja hili maarufu kwa jina la daraja la Wakoma, lakini sambamba na yote tunashirikiana na diwani mwenzangu wa kata ya Milongo Bwana Nurdin. Ukiangalia daraja hili ndio linatutenganisha katika kata ya Nyamagana na kata ya Milongo. Kwa hivyo kwa utekelezaji chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wetu Nzelanyingi kama alivyoelezwa na diwani mwenzangu, utekelezaji umeanza. Daraja hili limekuwa changamoto na kilio cha kata ya Nyamagana na kata ya Milongo, na limekuwa likiathiri biashara nyingi na watu kusitisha shughuli zao kwa ajili ya hadhima ya maji haya kuingia kwenye biashara zao. Lakini sasa utekelezaji unaanza na wote mtashuhudia nyuma yangu hapo, kazi imeanza rasmi, na nipende kuhakikishia wananchi kwamba kazi hii tunaenda kuimaliza. Tumeongea na injinia, ametuahidi ndani ya miezi mitatu minne daraja hili litakuwa limeisha. Kwa hiyo tutakuwa tumeondoa hiyo changamoto ambayo kila siku inakuwa ikijitokeza na haina ufumbuzi. Sasa tunaenda kumaliza tatizo hili. Baada ya kusema, naomba ushirikiano wa wananchi na wafanyabiashara. Tunajua tumefunga njia hii kwa ajili ya kutatua tatizo hili. Kwa ni furaha tu tulionayo kwa sasa baada ya Mama Samia kutuambia siku 100. Ndani ya siku 100 mambo mengine tutayaona. Leo tunaona ndani ya siku 100 tunaona daraja linajengwa ambalo lilikuwa ni kero sana kwa wananchi wa jiji la Mwanza, na ndani ya hizi siku 100 tumeona kwamba hili daraja linaenda kuondoa kero, linaenda kuondoa adha ya biashara. Wakati lilikuwa likijaa likifurika, watu walikuwa wapiti maeneo haya, aisi zilikuwa zikizunguka, yaani watu wengine imekuwa ni kero. Nyumba hizi zote zimekuwa zikiingiliwa maji na watu wamechukuliwa na mto kupitia daraja hilo na kufika, lakini sasa tunaenda kuondokana na hiyo hadha. Mkono mimi kama mwananchi nimefurahi sana kuona ujenzi wa daraja hili linaanza, kwa sababu hili daraja wakati mvua ilipokuwa inanyesha ilikuwa inakuwa ni hatari, na hata wakati mwingine wananchi wanachukuliwa wanakwenda na maji. Kwa hiyo kutokana na ahadi za Mheshimiwa Rais alizozitoa ndani ya siku 100 kwamba na mambo kadhaa atakayotekelezwa ikiwa ni pamoja na daraja hili, mimi ninafurahi kwa kuona kwa hatua zilizochukuliwa, na naona mkandarasi tayari anaanza kazi. Kwa hiyo itakuwa tumepata unafuu wa mara daraja litakapokuwa limekamilika. Nafikiri hapata kuwa na hatari aina yoyote itakayokuwa inatokea. Kwa majina naitwa Injinia Musa Leonard Kusinza, ni mhandisi kutoka kampuni ya Jonda Investment ambayo tumekabidhiwa huu mradi wa kujenga daraja la Uhuru bridge ambalo tumeaminiwa na serikali kama wakandarasi wazawa. Tunatekeleza huu mradi ndani ya miezi 4 tutakuwa tumeshakamilisha. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kutuamini sisi wakandarasi wazawa kutupa miradi kama hii. Tulizoea kuona Wachina wakifanya hizi kazi, lakini sasa hivi sisi tunatekeleza kama wakandarasi wazawa. Tunaomba radhi pia kwa wenyeji wa mtaa na wakazi wa Mwanza kwa ujumla kwa adha watakazozipata kwa hichi kipindi cha muda wa kutekeleza mradi huu, kwa sababu tutapata adha mbalimbali, ila sisi kama wakandarasi tutahakikisha mradi unaisha kwa muda